Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu kwenye Sauti Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakuletea hadithi inayokwenda kwa jina la Urafiki wa Mashaka. Ni hadithi ya zamani sana, natumai tutajifunza mengi. Tunapoelekea kuanza hadithi hii, naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Kwani ni bure lakini ina thamani sana kwangu, kwa sababu inaniongezea nguvu ya kuendelea kuandaa simulizi zingine. Tuendelee. Katika pori la Wachuki waliishi wanyama wengi na wa aina mbalimbali. Palikuwa na wanyama kama swala, twiga, tembo, nyati, chui, fisi, simba na wengine wengi. Wanyama hao waliishi kwa vikundi vya jamii moja. Kwa hiyo, swala aliishi na swala wenzie, fisi aliishi na fisi wenzie, na simba aliishi na simba wenzie. Baadhi ya jamii za wanyama zilikuwa zinawala wanyama wa jamii nyingine. Kwa hiyo, jamii hizo zilichukiana. Siku moja, mtoto wa swala alipotea njia. Alipokuwa anahangaika kumtafuta mama yake, alikutana na mtoto wa simba. Kila mmoja alimshangaa mwenzie kwa vile walikuwa hawajawahi kuonana. Walirukaruka huku na huko wakicheza michezo ya kitoto. Michezo iliwanogea kiasi kwamba mtoto wa simba alisahau kurudi kwao na mtoto wa swala alisahau kuendelea kumtafuta mama yake. Huko nyuma, mama swala aliingiwa na wasiwasi. Alihofu kuwa mwanawe ameliwa na wanyama wakali. Alihangaika kumtafuta kwa uchungu hadi jioni, lakini hakumwona. Jua lilipokuwa likitua, alikumbuka kuwa kulikuwa na sehemu moja ambayo alikuwa hajaenda kumtafuta. Aliondoka mbio na baada ya muda mfupi alifika huko. Alishangaa kumwona mwanawe anacheza na mtoto wa simba. Alipotaka kumchukua, mwanawe alikataa na kulia machozi, akasema, "Mama, mimi nataka kwenda na huyu rafiki yangu." Mama swala aliposikia hayo, alizidi kuchanganyikiwa. Alimwambia mwanawe kuwa kwa desturi simba na swala ni maadui. Alimuhimiza mwanawe waondoke waende nyumbani haraka, wasije wakaliwa na simba. Mtoto wa simba alimwomba mama swala akisema, "Mama, naomba niende naye. Nitawaomba wazazi wangu wasimdhuru, kwani yeye ni rafiki yangu, na kuahidi kuwa nitamrudisha kwako akiwa salama kabisa." Simba alipokuwa akisema maneno hayo, swala mdogo alirukaruka na kumng'ang'ania mtoto wa simba. Kwa huzuni, mama swala alimruhusu mwanawe aende na mtoto wa simba. Alirudi nyumbani akiwa na majonzi makubwa. Moyoni, aliwaza jinsi mwanawe atakavyoraruliwa na nduli wale. Kesho yake, mama swala alishtuka na kushangaa alipomwona simba na wanaye wameongozana na mwanawe kuja nyumbani kwake. Alitetemeka kwa woga na akataka kukimbia. Alishuku kuwa huo ulikuwa ni mwisho wa maisha yao. Lakini kwa kuwa alikuwa anampenda mwanawe, basi aliamua kutokukimbia ili afe pamoja naye. Simba alimsogelea bila kuonyesha chuki yoyote. Waliketi karibu naye wakionyesha nyuso za tabasamu. Walimweleza mama swala kwamba wao hawakuja kwa shari, bali wamekuja kama marafiki. Hivyo walimsihi mama swala aondoe wasiwasi. Simba mmoja akasema, "Mama swala, sisi tumetumwa kwenu kuwaeleza kuwa tuache uadui. Tangu sasa jamii ya simba na jamii ya swala ni marafiki. Tuanze kutembeleana na kushirikiana." Kuanzia siku hiyo, akina swala na simba walianza kutembeleana. Walipelekeana zawadi nyingi kweli. Siku moja kulikuwa na ngoma kwa akina simba. Jamii ya swala ilialikwa. Walipofika, walikaribishwa vizuri, wakapewa vyakula na vinywaji. Baada ya chakula, shamra shamra za ngoma zilianza. Lo!
Akina swala walicheza mpaka jasho liliwatoka. Simba nao walicheza vizuri, ili mradi kila mmoja alifurahi. Kadri muda ulivyokwenda, ndivyo utamu wa ngoma ulivyokolea. Baada ya muda, simba mmoja alijisahau, akaanza kuonyesha dalili za kutaka kumdhuru swala. Swala aliyekuwa akicheza naye alitambua. Alipiga ishara ya kuonyesha kuwa kulikuwa na hatari. Aliwaambia wenzake kwa lugha yao, jamani, mimi nina wasiwasi na hawa wenzetu. Dalili ya mvua ni mawingu. Huyu simba ninayecheza naye ananimezea mate. Tukimbie, tusije tukaliwa jamani. Mara wote walikimbia kama mishale. Simba walipoona hivyo, walisahau ahadi yao ya urafiki, wakaanza kuwafukuza. Hata hivyo hawakuambulia kitu. Swala walikuwa wepesi kweli, hivyo waliweza kufika kwao salama salimini. Kesho yake asubuhi, swala wote walikusanyika nyumbani kwa kiongozi wao. Yule kiongozi aliwaambia, nyinyi hamkutaka kunisikiliza nilipowatabiria tangu mwanzo. Mimi nilijua ule haukuwa urafiki wa kweli. Zile zilikuwa mbinu za akina simba za kupata kwa urahisi. Nashukuru mmerudi salama. Nawaambia kwamba tangu sasa urafiki wa kinafiki kama huu uishe. Tangu siku hiyo, uadui kati ya swala na simba ulirudi upya. Ndiyo maana kila mara swala wanapomwona simba hujihami kwa kukimbia mbio. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Hapa tunapata funzo kuwa haijalishi ni kwa kiasi gani mwewe umemlisha pamoja na kuku, atabaki kuwa mwewe. Siku akikuamlia utaimba haleluya. Naomba uniandikie hapo kuwa umejifunza nini au unasikiliza kutokea wapi. Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi, na kupenda sana. Mungu akubariki. Kwa heri.